Kijiji cha mwambao wa mto Malagarasi kilikuwa kimya sana usiku, kimya kizito. Hata upepo ulipopita juu ya bati za nyumba za udongo ulisikika kama mtu anayenong'ona gizani. Wazee wa kijiji walikuwa na sheria moja isiyoandikwa: usifungue mlango baada ya saa 2 usiku, kamwe. Lakini sheria hiyo ilianza miaka mingi iliyopita, kwa mwanamke mmoja aliyeitwa Muumba. Muumba alikuwa ameolewa kwa miaka 7 bila kupata mtoto. Miaka 7 ya maombi, miaka 7 ya dawa, miaka 7 ya machozi ya kimya. Kila usiku alilala akishika tumbo lake tambarare, akiomba, akitamani, akiahidi chochote ili tu aitwe mama. Siku moja alikwenda kwa mganga aliyeishi pembeni ya msitu wa Mahale. Kibanda kilizungukwa na ukungu mzito. Mifupa na hirizi zilining'inia juu ya dari. Moto mdogo ulikuwa unawaka katikati. Mganga alisema kwa sauti nzito, unachokitafuta kitakuja, lakini usiulize maswali mengi. Muumba alikubali, na hapo ndipo makosa yalianza. Siku chache baadaye alianza kuota ndoto. Alimwona mwanaume mrefu sana. Uso wake ulikuwa umefunikwa na kivuli, lakini macho yake yalikuwa yanang'aa gizani. Kila ndoto ilihisi halisi zaidi kuliko ya jana. Usiku mmoja, mume wake akiwa safarini, alisikia hodi mlangoni. Gonga, gonga tena. Aliuliza kwa sauti ya chini, ni nani? Hakukuwa na jibu, lakini mkono wake ulienda kwenye kitasa pole pole. Alipofungua mlango, alisimama mwanaume yule wa ndotoni, mrefu, mtanashati, lakini baridi isiyo ya kawaida ilimzunguka. Umeniita, alisema kwa sauti tulivu. Baada ya hapo, kumbukumbu zake zikawa kama ukungu. Wiki chache baadaye, Muumba aligundua ana ujauzito. Kijiji kilishangilia, lakini kila usiku alianza kusikia sauti ikimuita jina lake, kutoka juu ya paa, kutoka dirishani, kutoka gizani. Muumba. Mimba ilikuwa haraka kuliko kawaida, na usiku wa kujifungua ulifika pamoja na radi kali bila mvua. Ndani ya chumba, kandili ilitetemeka. Upepo ulipiga milango kwa nguvu. Kile kilichozaliwa hakikuwa kama mtoto wa kawaida. Mwili ulikuwa wa binadamu, lakini kichwa chake kilikuwa cha mbuzi. Macho mekundu yalifungua polepole. Hakulia. Alitoa mlio wa chini wa kiumbe asiye wa dunia hii. Wakunga walirudi nyuma kwa hofu. Mume wake alianguka, lakini Muumba alimtazama yule mtoto, na sauti ile ilirudi kichwani mwake. Ulichotamani kimekuja. Asubuhi ilipofika, nyumba ilikuwa tupu. Muumba hakuwepo. Mtoto hakuwepo. Chini sakafuni kulikuwa na alama za kwato ndogo zikielekea msituni. Miaka ilipita, lakini sheria ya kijiji haikubadilika. Usifungue mlango baada ya saa 2 usiku, kamwe. Lakini kizazi kipya hakikusikiliza. Kulikuwa na binti mmoja aliyeitwa Neema, mrembo, jasiri na mwenye kupuuza hadithi za wazee. Alisema, hizo ni hadithi tu za kutisha. Usiku mmoja alisikia hodi mlangoni. Gonga, gonga tena. Mama yake alikuwa amelala. Neema alisimama. Alijikaza moyo. Alifungua mlango. Mbele yake alisimama kijana mtanashati sana, mrefu, nadhifu,
tabasamu la kuvutia. "Salamu, naomba msaada," alisema kwa upole. Neema alimkaribisha ndani. Walizungumza kwa muda mrefu, lakini hakugusa chakula, hakunywa maji, na kila mbwa kijijini alipolia. Macho yake yaligeuka mekundu kwa sekunde moja, kisha yakarudi kawaida. Neema hakugundua. Alipoondoka, alisimama mlangoni. Mwanga wa mwezi ulimulika chini. Neema alitazama kivuli chake, mwili wa binadamu, lakini juu yake zilionekana pembe mbili. Alifumba macho. Alipofumbua tena, kijana alikuwa amepotea. Chini mlangoni kulikuwa na alama za kwato. Usiku uliofuata, hodi ilirudi tena na tena na tena, sauti ile ile tulivu, Neema. Ndoto zikaanza kumfuata, ukungu mzito, kivuli chenye pembe kikimkaribia taratibu. Na kila alfajiri aliamka akiwa amechoka, kana kwamba hakulala. Kijiji kilianza kusikia sauti za ajabu msituni. Mbwa walikimbia bila sababu, na watu wakaanza kuogopa tena, kwa sababu walijua kile kilichomchukua Mumba hakikuwa kimeondoka, na sasa kilikuwa kimerejea kwa ajili ya Neema. Na katika kijiji cha mwambao wa mto Malagarasi, watu bado hufunga milango yao mapema, kwa sababu wengine wanaamini Mumba bado anatembea msituni, na kiumbe kile bado kinatafuta mama mwingine.